Habari yako, mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Sasa, moja ya mambo ambayo yanaendelea sasa hivi hapa Afrika ni nchi ya Afrika Kusini pamoja na Marekani. Huwa wana migogoro. Serikali ya ANC ya pale Afrika ya Kusini huwa ina migogoro na Marekani ya waziwazi. Wanapishana kwenye mambo mengi sana. Kwa hiyo tumemwona rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akiwa anapishana sana na Donald Trump kule Marekani. Lakini migogoro hii haikuanza leo. Marekani kuanzia mwanzo ilikuwa haina urafiki sana na ANC ambayo ilikuwa ndo chama cha kina Mandela. Bali Marekani ilikuwa na urafiki na serikali ya kizungu ya pale Afrika ya Kusini. Moja ya jambo ambalo watu wengi wanajiuliza ni kwa nini Marekani huwa haina mahusiano mazuri na vyama au serikali ambazo bado zinatawaliwa na vyama ambavyo vilikuwa ni vyama vilivyopambania uhuru katika hizo serikali, hasa katika nchi za Afrika. Sasa watu wamekuwa wakijiuliza, mfano Afrika Kusini, ANC ni chama ambacho kilipambania uhuru, kwa hiyo hakina mahusiano mazuri na Marekani. Wamekuwa wakikituhumu kwa mambo mengi kama kubana demokrasia na vitu vingine, mambo ya rushwa na mambo mengine mengi. Ni kwa nini vyama ambavyo vilipambania uhuru katika nchi zetu sisi za Afrika vimekuwa havina baraka kubwa kutoka kwa Marekani, lakini hata katika vyombo vya habari vya nchi za magharibi vimekuwa haviandiki habari nzuri kutoka katika serikali ambazo zinatawaliwa na vyama ambavyo vilipambania uhuru? Watu wanatakiwa kufahamu kwamba Marekani ni rafiki wa nchi zilizotutawala, nchi za magharibi. Marekani pamoja na hizi nchi za Ulaya Magharibi. Marekani pamoja na nchi za Ulaya Magharibi wote wana njaa ya maliasili. Wana njaa ya mafuta, wana njaa ya madini. Japo Marekani pia imebarikiwa sana maliasili, lakini mafuta ambao wanayo hayaendani na miundombinu yao. Kwa hiyo wana njaa ya maliasili. Sasa bado hizi nchi zilizokuwa zimetutawala bado zilikuwa zinataka kurudi kututawala kwa mfumo wa ukoloni mamboleo, ili waweze kuendelea kupata maliasili zetu kirahisi, kwa sababu tulipambania uhuru, lakini wao wakiwa bado wana njaa na maliasili zetu. Wakati tunapambania uhuru tulikuwa tukisaidiwa na Warusi na umoja wao wa Soviet, pamoja na Wachina, pamoja na nchi nyingine ambao ni washirika wa Warusi na Wachina. Kwa hiyo hizo ndio nchi ambazo zilikuwa zinapambana na sisi, kama Cuba, umeona, Korea ya Kaskazini, India. Hizo ndio nchi ambazo zilikuwa zinasaidia na sisi kupambania uhuru, lakini kwa kiasi kikubwa ni Warusi. Kwa hiyo tulipopata uhuru, wale viongozi wetu wa kwanza ambao ndo sasa tunawaita mababa zetu wa taifa, waliamua kuendana na style ya uongozi au kuwa na ushirikiano mkubwa na mataifa makubwa ambayo yalisimama na sisi katika vita ya kupambania uhuru. Kwa hiyo viongozi wetu wengi katika nchi zetu za Afrika walizipeleka nchi kuwa na urafiki na Warusi, wa China. Hao ndio tulikuwa tuna urafiki nao wa ukaribu kwa sababu ya historia yetu na wao katika kupambania uhuru. Kutokana na hilo, Marekani na washirika wake nchi za Ulaya Magharibi zilizotutawala, kwa hiyo wakaanza kuangalia ni kwa namna gani wana uwezo wa kurudi kuwa na ushawishi tena Afrika kwa ajili ya kuweza kupata wanachokitaka, maslahi yao ndani ya Afrika, kupata maslahi yenyewe ni malighafi. Sisi tuna malighafi na wao wanazitaka. Kwa hiyo watapataje hizo malighafi? Ni lazima waangalie wanarudi kwa style gani. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kilifanyika kwa kipindi hiko kilikuwa ni wale viongozi wetu waliopambania uhuru ambao walikuwa wanaona kabisa wanashindwa kuamudu. Wengi tulishuhudia wakauliwa kama wakina Patrice Lumumba, wengi tulishuhudia wakapinduliwa kama wakina Kwame Nkrumah, wakauliwa wengine wakina Thomas Sankara, umeona. Lakini kuna wengine tulishuhudia wakibaniwa uchumi kama wakina Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo baada ya pale viongozi walioingia baadaye wakawa waoga, wakawa wanaogopa yasiwakute yaliyowakuta wakina Thomas Sankara, wakina Patrice Lumumba. Kwa hiyo wakaanza kufata kile ambacho Marekani na washirika wake ambao ni wakoloni wetu wanataka. Kwa hiyo hata mifumo ya uongozi ikaanza kubadilika, wakaanza kuzitoa nchi katika mifumo ya ujamaa na kuanza kuziingiza katika mifumo ya kibepari, ambayo ni mfumo ambao Marekani ndio alikuwa anaueneza na washirika wake. Mfumo ambao unawafaidisha zaidi wenye nacho na kuwafanya watu wengine wawe maskini zaidi. Maskini anazidi kuwa maskini, tajiri anazidi kuwa tajiri.
Kwa hiyo ni mfumo unaotengeneza gepu kubwa kati ya maskini na tajiri. Ndio mfumo wa kibepari ambao Marekani alikuwa anaueneza na akataka wote tuingie, na tumeingia. Na ndio maana leo hii vijana inakuwa ngumu kupata ajira, kwa sababu mfumo huu tuliolazimishwa kuingia unainyima serikali nguvu ya kumiliki taasisi mbalimbali, makampuni au mashamba. Kwa hiyo hawawezi kuajiri watu wengi. Kwa hiyo swala la ajira linabaki mikononi mwa sekta binafsi, ambao na wao wakija wanakuja na watu wao wa kuwafanyia kazi. Kwa hiyo walifanikiwa kufanya viongozi wetu wakawa waoga. Walifanikiwa kupindua viongozi wetu ambao walikuwa ni wazalendo, wakaingiza viongozi ambao watakuwa wanafuatisha maslahi yao. Walifanikiwa kuwatisha viongozi wetu wakatetemeka na kuamua waachie ngazi ili waruhusu wengine waingie. Walifanikiwa katika yote, na wakafanikiwa kutubadili katika mfumo wa kiutawala, tukaingia katika mifumo ambao wanataka, na wakatuingizia demokrasia ambayo kwao wanaitumia vizuri, lakini kwetu sisi demokrasia maana yake ni wao kutekeleza sera zao, kuingiza watu ambao wanawataka wao. Kilichobaki kikawa ni kimoja ambacho ndo mpaka sasa kinawawekea ugumu. Baadhi ya nchi Afrika bado zinatawaliwa na vyama vilivyopambania uhuru. Hicho ni kitu ambacho Marekani na washirika wake hawakipendi. Hata na sio kwamba naongea tu, bali una uwezo wa kuangalia hata katika mahusiano. Mfano, Afrika Kusini na Marekani wanashindwa kuelewana kwa sababu Marekani kila siku wamekuwa wakikituhumu chama cha ANC, mara kitendi haki, mara hivi na hivi, mara kinanyima wazungu ardhi, mara kinafanya hivi, umeona. Lakini tukiangalia hakuna uovu ambao chama cha ANC wamewahi kufanya ukalinganisha na uovu ambao vyama vya Marekani wamewahi kufanya, uovu uliofikia mpaka kuua watu na nuclear, au uovu uliofikia mpaka kumwagia watu kemikali kule Vietnam. Umeona, hakuna uovu kama huo ambao Afrika Kusini hawajawahi kufanya uovu kama huo. Lakini tunaona hapa ni kwamba vyama ambavyo vilipambania uhuru Afrika ambavyo bado viko madarakani, Marekani na wazungu wa Ulaya Magharibi wanaviona kama ni tishio, kwa sababu bado vina connection na maadui zao ambao ni Warusi na Wachina. Na wanasiasa wa hivyo vyama wametrainiwa na wapigania uhuru wetu. Kwa hiyo bado wana ile ya wanadamu ile ya kizalendo, na mara nyingi nchi zinazoongozwa na vyama vilivyopambania uhuru kama Afrika Kusini, vikifika Umoja wa Mataifa huwa viko neutral. Hizo nchi huwa zinasimama kuwa neutral, hazifungamani na upande wowote. Huwa hazipigi kura kwa manufaa ya Marekani na nchi za Ulaya Magharibi. Huwa zinakusimama katikati, hazifungamani na upande wowote, au huwa zinapiga kura ya kuwapinga. Mfano, katika issue ya Israel na Palestina, Afrika Kusini inawapinga Marekani na Waisraeli wazi wazi. Kitu kama hicho Marekani hawakitaki. Marekani wanataka viingie vyama ambavyo watakuwa wao wana ushiriki mkubwa katika hivyo vyama, katika kuwatrain wanasiasa wa hivyo vyama, kuwafadhili wanasiasa wa hivyo vyama. Yani sio moja kwa moja, lakini utakuta kuna taasisi zao ambazo ndo zinakuwa zinafadhili wanasiasa wa hivyo vyama, vinawatrain wanasiasa wa hivyo vyama. Mfano, Afrika Kusini kuna chama kinaitwa Democratic Alliance. Kile chama kina ukaribu sana na washirika wa Marekani. Umeona, kuna washirika wa Marekani wana ukaribu sana na kile chama. Hivi ndivyo Marekani wanataka, ili waingie madarakani watu ambao watakuwa wametengenezwa kisaikolojia kwa ajili ya kuja kuongoza nchi za Afrika kwa manufaa ya Marekani na washirika wao wa Ulaya Magharibi ambao wana njaa na maliasili zetu. Nilikuwa naangalia kule Mozambique, vyombo vyao vya habari, hata kule Afrika Kusini, vyombo mbalimbali vya habari vya wazungu wa Magharibi huwa vinaripoti habari kutoka katika nchi ambazo zinaongozwa bado na vyama vilivyopambania uhuru, kana kwamba vile vyama ni dhambi kuendelea kuwepo madarakani mpaka leo. Yani kana kwamba Afrika Kusini ANC ni dhambi, yani kwamba ipo madarakani toka Afrika Kusini imepata uhuru, kama vile ni dhambi. Wakati kiuhalisia hata wao Marekani vyama vinavyoongoza kwanza ni viwili tu, Democratic Party pamoja na Republican, ambacho kilikuwaga ni kimoja zamani, wakajimega. Na hivyo vyama mpaka leo, toka miaka ya 1800 mpaka leo, Marekani wanashindwa kuingiza madarakani vyama vingine. Ni vyama vile vile viwili ambavyo zamani kilikuwa ni kimoja. Umeona? Na hao ndio watu ambao wanahubiri au wana vyombo vyao vya habari vinatumika
kuandika mabaya au kuongelea mabaya juu ya endapo tu kwamba kuna nchi fulani zitakuwa zinatawaliwa na chama ambacho kilipambania uhuru. Lakini kiuhalisia ni kwamba vyama vingi vilivyopambania uhuru Afrika vinaweka urafiki sana na maadui wa Marekani ambao ni Warusi na Wachina. Ndio maana Marekani wanataka Waafrika watawaliwe na watu wapya